Mkuu wa mkoa wa Songwe Jabir Makame amewasa vijana wa mkoa wa Songwe na Tanzania kwa jumla kuwa wazalendo kwa taifa na kuitumikia vyema taifa la Tanzania kama wanavyofanya vijana wanaopigania uhuru wa nchi ya Tanzania. Amewasa kuacha kutumika na watu wanaotaka kufanikisha ajenda zao binafsi na badala yake watumie muda wao na kufanikisha maendeleo ya taifa. Amesema hayo wakati akihutubia wananchi wa Tunduma na mkoa wa Songwe kupitia vyombo vya habari katika operation Oktoba 29 inayolenga kuhamasisha wananchi kujitokeza kupiga kura Oktoba 29 kwa amani na utulivu. Mimi ni Bakari Chijumba. Hatuna nchi nyingine zaidi ya Tanzania hii. Tanzania hii ndio mama yetu. Tanzania hii ndio baba yetu. Tumezaliwa Tanzania, tutakufa Tanzania na tutazikwa hapa Tanzania. Lakini watoto wetu, wajukuu zetu wataishi katika nchi ya Tanzania. Kama ambavyo wazee wetu walifanya kazi kubwa ya kuijenga misingi ya Tanzania, sisi tuliopo leo hii tunao wajibu wa kuitumikia Tanzania, kuilinda Tanzania, kuipenda Tanzania ili tuweze kuikabidhi kwa kizazi kijacho ikiwa imara zaidi, ikiwa bora zaidi, lakini ikiwa na maendeleo. Lakini ili tuweze kufanya hivyo, manake lazima tushikamane, lazima tuwe wamoja, lazima tulinde amani yetu, lazima tulinde utulivu tuliokuwa nao. Ndugu zangu, amani hii na utulivu tuliokuwa nayo ni tunu adimu ambayo baadhi ya nchi wanaitamani kuwa nayo. Sisi tuna bahati kwamba nchi yetu imejengwa katika misingi imara, katika misingi bora iliyoasisiwa na wazee wetu, hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, lakini na hayati Sheikh Amani Abedi Karume. Misingi ambayo imejengwa na waasisi wetu ndiyo ambayo inalisaidia taifa letu mpaka hivi sasa. Tanzania, nchi yetu bado ina umoja. Wananchi wa mkoa wa Songwe bado ni wamoja. Sisi bado tuna mshikamano, lakini hali kadhalika tuna amani ambayo ni tunu adimu sana. Katika kipindi chote cha historia ya nchi yetu, hatujawahi kupitia katika vipindi vigumu vya kuhatarisha ustawi wa taifa letu. Kwetu nao wajibu wa kuweza kulinda tunu hizi za amani na utulivu ambazo tuliziliasisiwa na waasisi wetu. Kila Mtanzania kwa nafasi yake anao wajibu wa kuweza kulinda tunu hizi za amani katika nchi yetu. Shughuli tunazozifanya, maendeleo haya tunayoyapata ni kwa sababu ya uwepo wa amani na utulivu. Wakulima wanafanya shughuli zao za kilimo na kuzalita kwa tija, ni kwa sababu kuna amani na utulivu. Lakini wafanyabiashara, mmekuwa mkifanya shughuli za biashara mbalimbali, ni kwa sababu ya uwepo na amani na utulivu. Wamachinga, ndugu zangu na rafiki zangu, nimekuwa nikikutana nanyi mkiwa na mizigo yenu, mnatembea kuanzia asubuhi mpaka jioni kujitafutia kipato, kwa sababu mnajua kwamba kwenye eneo letu la mkoa wa Songwe na Tanzania kwa ujumla kuna amani na utulivu. Mama lishe, baba lishe, mnaamuka saa 11 alfajiri kwa ajili ya kwenda kuandalia watu supu na kuandalia chakula. Mnafanya shughuli zenu mpaka jioni, mnarudi nyumbani salama. Ni kwa sababu ya tunu ya amani na utulivu. Lakini ndugu zangu bodaboda, maafisa usafirishaji, ndugu zangu wa bajaji, mnaamuka asubuhi mapema, wakati mwingine mnalazimika kukesha kwa ajili ya kusafirisha abiria muweze kupata kipato kwa ajili ya maisha yenu, lakini mchangie katika maendeleo ya taifa letu. Mnafanya hayo yote ni kwa sababu ya uwepo wa tunu ya amani na utulivu. Wafanyabiashara wa malori, lakini halikadhalika watumishi, wafanyakazi, wazee wangu, kila mmoja anaamuka asubuhi mpaka inafika jioni akifanya shughuli zake. Yote ni kwa sababu ya mazingira ya amani na utulivu. Amani ikitoweka, hakuna mtu yoyote atafikiria kufanya shughuli yoyote ya kiuchumi. Amani ikitoweka, kila mmoja atatafuta kwa kukimbilia kwa ajili ya kuweza kuokoa kwanza maisha yake. Sasa tunao wajibu sasa wa kuweza kulinda tunu ya amani tuliyokuwa nayo kwa ajili ya mustakabali bora wa taifa letu. Miaka 10 iliyopita mimi nimekuwa nikisikia Tunduma sio Tunduma iliyokuwa leo. Uongo kweli? Miaka 15 iliyopita Tunduma ilikuwa ni eneo ambalo linasifika kwa vurugu. Lakini kwa sababu wana Tunduma, kwa sababu wananchi wa mkoa wa Songwe walikubaliana chini ya usimamizi wa viongozi wenu kwamba sasa tunataka wananchi tujielekeze kwenye kutafuta fedha, tujielekeze kwenda kujenga uchumi wa mkoa wetu.
mpaka leo hii Tunduma tunaiona ina amani na utulivu. Watu wametulia, wanafanya shughuli zao vizuri. Hivi karibuni niliona kundi kubwa sana la wanaume wakijiita umoja wa wanaume hapa Tunduma, wakitembea barabarani, wamekula suti zao nyeusi. Wanakutana kwa ajili ya kujadiliana, kushauriana juu ya namna ya kutafuta michongo ya kupata pesa, lakini kusaidiana katika matatizo mbalimbali. Na mimi ninaomba wana Tunduma nijiunge kwenye umoja huo, bila shaka mtanipokea. Sasa hayo yote yanafanyika ni kwa sababu ya uwepo wa tunu ya amani na utulivu. Kama kungekuwa na migogoro, kusingekuwa na watu ambao wanafikiria kujiunga pamoja kwa ajili ya kujadiliana masuala ya maendeleo. Tunduma oye! Tunduma oye! Songwe oye! Kwa ndugu zangu, tunao wajibu wa kuweza kuilinda tunu hii tuliyokuwa nayo.